Mungu kwa nafasi hii siku nyingine tena ambapo Bwana ameifanya sisi kufika mahali hapa kufanya kazi na mikono yetu, na Mungu atazidi kutubariki. Lakini tuamini na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru kwa ajili ya nafasi hii nyingine tena. Mfalme, umetuwezesha kufika katika kampuni hii, mahali ambapo Yesu ulifanya Mfalme, ili kwamba tukaweze kupata riziki zetu. Mfalme, tuna kila sababu ya kushukuru mahali hapa kwa ajili ya uzima, kwa ajili ya afya. Kuna wengi Bwana walitamani kufika siku ya leo bali hawakuweza. Si kwamba sisi ni wazuri sana. Mfalme, imegharimu tu rehema na kibali kutoka kwako Jehova. Tunakushukuru kwa ajili ya nafasi hii tena Mfalme, tunasema ni asante. Tunaomba Mfalme kwa ajili ya kila mmoja aliyoko mahali hapa. Baba, kuna wingi Mfalme bado wanatembea kufika katika kazini hapa. Tunaomba tu Mfalme kwa waongozi barabarani, wanatumia vyombo ambavyo vimeundwa na wanadamu. Si Mungu tu kawakinge na ajali zote katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa kampuni hii, maana wewe ni Mungu ambaye ulitupa nafasi hii ya kufika mahali hapa kufanya kazi. Tunaomba Mfalme, maana maandiko yako yamesema kazi ya mikono yetu Mfalme itabarikiwa. Naomba tu Bwana ukaweze kuibariki, maana wewe ni Mungu mwenye nguvu. Asante kwa viongozi wa kampuni hii pamoja na ofisi kuu. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba tu Bwana ukatupe neema na kibali ya kukubalika machoni pao mara nyingine tena. Baba, ni asante kwa ajili ya nafasi hii. Bwana, tunakushukuru kwa ajili ya kipindi hichi ambacho kinaendelea kufuata. Niko nimesimama mbele ya watu wako Mfalme, tayari Mfalme kutusemezana pamoja na wao kuhusiana na mausia yako. Wacha Bwana ukatunenea yaliyo yako. Baba, tukabarikiwe jinsi upendavyo. Asante kwa kila mmoja aliyoko mahali hapa. Tumewacha Mfalme jamii zetu nyumbani, watoto wetu, wake zetu Mfalme, na waume zetu walioko nyumbani Mfalme, ninawaombea. Wacha Bwana ukawe mlinzi wa amani. Wanafunzi wetu Mfalme wanajiandaa kurudi mashuleni. Wacha Bwana ukatupe fedha ya kulipa zile karo ili kwamba watoto wakasome. Bwana tusaidie, maana wewe ni Mungu mkuu, hakuna mwingine kulinganisha na wewe. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Leo tunaenda kuangalia one of the scenarios ambayo ilikuwa very challenging kwa wanafunzi wa Yesu, na nitaenda discuss something about storm, mawimbi. Na ukisoma kifungo katika kitabu cha Luka mlango wa 8 mstari wa 22 hadi 25, the Bible says, "And now it came to pass on a certain day that he went into the ship with his disciples, and he said unto them, Let us go over unto the other side of the lake. And they launched forth." 23, but as they sailed, he fell asleep. And there came down a storm of wind on the lake, and they were filled with water, and they were jeopardy. Jeopardy is the same word as drowning. 24, and they came to him and awoke him, saying, Master, Master, we perish. Then he arose and rebuked the wind of the raging of the water, and they ceased, and there was a calm. 25, and he said unto them, Where is your faith? And they being afraid wondered, saying one to another, What manner of man is this? For they commanded even the wind and the water, and they still obeyed him. Praise be to God. Amen. This Bible speaks basically about Jesus Christ when he was commanding the disciples to go on the other side of the mount of the ocean to spread the gospel. I'm going just to speak briefly about the storm. And one of the basic things of the human being we normally acquire in life most likely is the security. And security of life. In the present, there are endless storms that attacks our lives. Kuna mambo mengi tunapitia kama Wakristo, tunahisi kana kwamba tumefika hali ya kukata tamaa. Na hii mambo inaweza kuwa pengine they are internals, they are mental, physical, family, financial, labor, all kind of those. What can you do as a Christian to encourage yourself to pass across these storms? And we are going to look at the two biblical stories that talk about the storm, and they help us to overcome storms when they arrive. The first thing we can do when facing storms, basically from the Bible, is be sure that what we do is within the will of God. When you read the book of that Luke, from verse 1 to 1, the Lord told them to get to the boat.
And from there, verse 2, the Lord said to them, let us pass on the other side. For it not to be obeying the commandment that the Lord said to them, automatically they will be afraid. But when you read that scripture very well, you understand that when he was told, he told them to sail the boat to the other side of the lake. Jesus himself went asleep. And when he slept, the storm came. And when the storm came to their life, they were very much scared. Some of us tumekuwa tukitembea, tukaenda kule baharini, Mombasa, nini. Na tunaelewa maana ya mawimbi. Mawimbi ni ile kitu ambayo mara mingi kinamaliza watu. Mara mingi kinaua watu. Haswa wakati wa mawimbi. Kule mtoni kuna wale ambao wanaenda Nyanza, wapi kule Indian Ocean, Mombasa. Mawimbi yanakuweko. Lakini what can you do as a Christian to avoid such kind of storms? Dear brother and sister, everything you do in this life, once you obey the word of God and you obey the Lord's commandment, there are certain storms that you can avoid them, and they can help you to overcome such storms in your life. It's a guarantee in our life that whenever we have storms in our life, it doesn't matter the heaviness of the storm, but once you acquire the grace and ask God for the guideline, there is no storm that God cannot push away in your life. Praise Jesus. Amen. Some of us, we feel very much discouraged. Sometimes we wonder if we were truly a sons of God. When you read the Bible, the disciples, they were very much scared. At a point even, they were like, are we going to perish when we have a man who claims to be a son of God? But something happily happened, something that is very great happened. When these people were seeing their bodies sailing down, they went up and cried to God and wake up Jesus and told him, Master, we are drowning. But what Jesus did say, he did not get scared. What he did, he went up and commanded the storm that was to drown them down. What am I saying to encourage you, my brothers and sisters? Some of the things, they require you to have a little faith about God. There are some things you feel like you're very much disappointed, at a point that you feel like you might lose hope in life. Let us not lose hope while we have Jesus. Jesus is our master. He said that whenever you feel you are very much down, call unto me. I, the Son of God, I will help you. People did not listen to that. But they wondered, when Jesus commanded the storm to went down, to calm down, they wondered, how could this man? You can imagine a certain storm, a very big windstorm, Jesus commanding it to lay it down. Because why? These people, it was to show them, whenever you have God in you, there are some things you must put aside and God will take control. Number two, to face storm in life, we need the presence of Jesus Christ. The presence of God in your life. What role does God play in your life? What role does the Messiah plays in your life? There are some things you can't do without the help of God. Praise God. When you read that from verse 2, Jesus entered the boat in which Jesus himself knew these people would say it if they were without him. But it was a sign to show them that whenever you take any step, is God included? Is God included? When you wake up in the morning to come to work, is God included? Ama unaamkanga tu unatoka unaenda. Unaona ni kawaida kuamka. Unaona ni kawaida kutembea. Unaona ni kawaida kupumua. Maana Yesu mwana wa Mungu alijua kama asingekuwepo kwenye ile meli, hakika hawa watu wangezama. Na akafanya kimakusudi hawa watu mpaka akaenda akalala, ili kwamba watu wajue kwamba kuna vitu Mungu anaweza fanya kwa maisha yetu without you discovering that it is God has commanded it. Praise be to Jesus. Amen. The presence of the Lord should give us peace and rest easily, knowing that God is in control. We can never serve God. We can never believe in God, and we end up living a life that is into shame. Just trusting God for the good favor, the good health. The children, the disciples were very scared. They were very scared at a point even they were about to give up. When you read even in the book of Jonah, you find that when Jonah was sent to Nineveh to spread the gospel, this man was kind of very, I can say, disobedient to some extent. Paka kakata. But ikafika mahali kama angelitii, angelimezwa na samaki. Lakini kuna vitu vinafanyika katika maisha ya wanadamu
ili kwamba tukaweze kujua Mungu yuko. Everything that you do in your life, whether good or bad, God knew you will do it. But what happens sometimes, anakukinga kwa yale maovu ili kwamba ukaone kesho. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wengi tungefika pale kesho. Kuna wengi tungekuwa tumefika wapi tumefika. Praise God. Some of us will live a life that not even you prayed for. Some of you, your life you're living in is your parents' prayer. Is your guidance, your guidance and your family that prayed for you. And even it is their prayer. What are you doing to sustain that life? Everything we have in this life it is apart from God. Niwaambia watu sometimes maisha tunayoishi saa hii, Mungu akiweza kuchukua saa hii, akaweza kuchukua saa hii. Are you sure you'll be in heaven? Are you sure? Sasa tuseme dunia imefika mwisho. Are you sure at your own understanding kwamba ninaenda mbinguni? Are you sure? Say, kama huyuko sure, what is it that is making you not to be sure? Don't you make your way straight with God? Don't you always leave everything to God? Because some of us tunafanyanga vitu. Listen, kuna mahali niliambiwa siku nyingine, mahali jana, kuna vitu vingine Mungu huwa anaviondokea kwa maisha yetu, si kwamba kutujaribu, ni kukuweka imani ya kwamba ujue kuna Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unaona unakaa maisha mazuri, unakaa nyumba ya 15,000, unapata pesa unailipa, and you think it is just by the grace. And there is somebody analipa nyumba 3,000 lakini hawezi kupata hiyo pesa. Wewe kama umepata hiyo 8,000, do you think it is by your own power? What if Mungu angekupea ugonjwa? Could you pay that house? Could you eat that food? Wewe kuna watu wanakula kupitia mishipa. Yesterday I was at another hospital somewhere. Sisema ni wapi. And I went to see somebody mwenye anakula kupitia tumbo na ako na mdomo. Nikajiuliza maswali sana. Huyu mtu alizaliwa vizuri. Ni nini imefanya akafika hapo? So my brother and sister, I'm trying to encourage us. In every storm of our life, let us include God. There are some things we just move when God is in control. Me, I tell you for free. There was a time I was passing through difficult situations. Sikuwa na uwezo wa kulipa nyumba. It was around 2018. But not 2020, sorry. But unfortunately, sikuwa na kazi. But wakati nilipata hii ufunuo kwamba kuna vitu vingine tunazifanyia wenyewe na Mungu angekuwa alitusaidia kuvifanya. But unfortunately, mimi nikakuja nikaachia Mungu kila kitu. And I had a rent of around 7 months. You can imagine 5,000 times 7. It's a huge amount. But mimi nikasema sababu Mungu anajua sina na sina uwezo, sina kazi. Kenye kitafanya kifanyike. Kama nitarudi ushago, well and good. But unfortunately, let me tell my brother and sister, when you put everything to God, God commands somebody to help you when you don't know. When you don't know. Unfortunately, it came to pass, mimi napigiwa simu na Lando naambiwa, kuanzia leo wewe fanya nini? Sasa lipa next month. Then yako imekuwa waived off. Na sijui nilipo aje. Paka leo sijawahi jua nilipo aje. Sababu Mungu ako na uwezo wa kucommand mtu mwenye ako na baraka yako akakupatia. Because kwa nini? You have left everything to God. Let us learn to leave everything to God, because God is our creator. He knows your way, he knows your path. No matter how the situation, hata kama upendi kanisa, but kama unaomba Mungu genuinely, God will prevail in your life. It is not a matter when the church. Some of us, we don't go to church, but we live a life that pleases God very much. Because watu wengi wanasema kanisani kuna watu wale waovu. Ndio sikatai. Swali yangu ni je kwako, kama unajua Mungu na unasoma neno la Mungu kwa kumaanisha, si lazima ndio uende kanisa, lakini unaishi katika maisha ambayo yanampendeza Mungu. Mungu atakubariki tu. Haijalishi ni wapi huko. Lakini sema uende bando ubarikiwe. Tafadhali. Let us encourage ourselves to love God always. There are some things that move. Loving God. Because maandiko yanasema when you love me and you obey my commandment, I will provide where necessary. So just to encourage my brothers and sisters that let us have that shift of loving God, and we shall prevail in Jesus' name. Let us pray. Our Father and our God, we bless you for this great morning. Thank you, Lord, for encouraging us about the storms. And Father, there are a lot of ways that we have complained about you. In accordance to that, we may sin. Jehovah, Lord, we come before you this morning. We ask, Lord, may you, Lord, forgive us where we have sinned against you, Jehovah God. Please, let us have another way to worship you in truth and in spirit. Encourage us with your ways, with your word. Father, Lord, I bless the company, the management, and the staff at large. Lord, may you give us the grace and the mandate to serve you in truth and in spirit. For it is in Jesus' name we pray, believing and trusting. Amen. Amen. Thank you. Thank you.